wapate kujua, maana tunakwenda mbele, tunahitaji kujua nyuma kusani mambo ya msingi. Nataka watu wajue haya, wakishajua ndo tupae tuende mbele, na baada hapo tuone namna gani ambavyo kanisa letu tunaweza kupanda na kusogea mbele kwa ushindi. Amen. Kwa masomo haya nayafundisha, nataka watu wafikie, wakiyajua haya, wakakaa katika haya, kuna kitu ndani kitaongezeka. Tunakwenda kujipatia mashujaa, watu wasioteteleka na Mungu, hasa katika pilika zao au kwenye maisha yao ya kiroho na kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa somo letu ambalo tunakwenda kujifunza, somo letu hili linasema imani yenye uhakika. Lakini nataka unapoandika, andika uhakika wa imani. Nilikueleza kwamba msingi wa wokovu ni imani. Msingi wetu mkubwa katika wokovu wetu ni imani. Imani imebeba nafasi kubwa sana, kwa sababu hata chanzo chako cha wokovu wako kilianza kwa imani. Bwana Yesu. Shika, unanielewa? Yaani hata tu mwanzo wako wa safari hii ya kwenda kwa Baba yetu, kwa Yesu, ilianza kwa imani. Kwa nini? Umemwamini Yesu, hujamuona, umeziamini nguvu zake kabla hujazijua. Bwana Yesu. Umesikia habari zake, umemwamini. Kwa hiyo imani tunayoiongelea ndio msingi sana katika wokovu wetu kwenye maisha yetu. Imani ndio msingi mkubwa sana katika wokovu wetu ndani ya maisha yetu. Ninapofundisha mazingira kuhusu imani, nina maana kabisa kama watu watakaa, watatambua, wataelewa msingi huu, maisha yao ya kiroho yanaweza kuwa na badiliko kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hakika wa imani, nimeandika hapa, nimesema inatupasa kuwa na imani ya kumwamini Mungu, kwa sababu yeye ndiye aliyetuokoa, kwa sababu ana uwezo mkubwa. Hivyo tuna kila sababu ya kumwamini, tuna kila sababu ya kumwamini. Tunaposema tuna kila sababu ya kumwamini, maana yake tunamwamini kwenye maeneo yote. Hatumwekei mipaka kwamba anaweza hili hawezi. Hapana, tunahitaji kumwamini katika mambo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Waebrania kinatufungulia mlango vizuri kabisa hapa, 11:6. Waebrania, kwenye Biblia yako unafungua, unanifuatisha ili kujiridhisha. 11 Waebrania 11:6 mpaka ule mstari wa 7. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana tumwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko,
na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Wakina nani? Watu kama wewe, maana hata wewe unamtafuta, unayo kazi ya kumtafuta. Wewe ni mhusika wa haya tunayoyasoma hapa. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza, maana mtu anapomwendea Yesu katika maisha yake lazima aamini kwamba yupo, lakini pia aamini kwamba anawapa thawabu wale wamtafutao. Wanamtafutaji kwa kadri wanavyomtafuta, anawapa thawabu. Unaposikia neno thawabu, utagundua kumtafuta kwao kwa